nazungumza juu ya nguvu ya majina, ambapo kuna nguvu ambapo yuko ndani ya jina. Tunajiita majina ambayo tunajua ya kwamba imebeba maana yake. So asubuhi ya leo tunajifunza katika neno jina. Ukiangalia katika maandiko Mwanzo 5:2 ambapo utaona jinsi jina lilivyotumika katika mahali pale. Mwanzo 5:2 ambapo maandiko yanasema ya kwamba mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina la Adamu siku ile walipoumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ni uumbaji wa Yesu Kristo, ama huu ni uumbaji wa Mungu. Wakati ambapo Mungu alipomuumba Adamu aliwapa jina, na jina Adamu linamaanisha ya kwamba ni mwanaume na ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya jina Adamu linamaanisha mwanamke na mwanamume. Angalia katika maandiko yanasema ya kwamba Mungu alimuumba Adamu, na wakati ambapo alimuumba Adamu akampa jina, na wakati ambapo alimpa jina aliwapa jina ambapo lilikuwa linaitwa Adamu, na jina Adamu linamaanisha mwanamume na mwanamke. Na wakati ule ukiangalia tena katika maandiko pale Mwanzo 3:12 ambapo maandiko yanasema ya kwamba naye Adamu akamuumba mwanamke kupita kwa ubavu wake, na ule mwanamke akampa jina Eve. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina lingine Eve anaitwa Hawa. Jina Hawa linamaanisha ni pumzi la mwanamke ama ni pumzi la uhai. Jina Hawa linamaanisha uhai. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jinsi majina yalivyopewa kwa wanadamu. Wakati ambapo mwanadamu au Adamu alipewa uwezo wa kupeana majina, naye Adamu akampa mwanamke jina. Wakati ambapo alimpa jina, akampa jina Hawa, na lile jina linamaanisha ya kwamba ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna uhai ambapo mwanamke ameubeba ndani mwake, kuna uhai ambapo hilo jina lilikuwa limebeba. Angalia katika maandiko Mwanzo 2:9 ambapo maandiko yanasema ya kwamba naye mwanadamu alipewa uwezo wa kupeana majina, akapewa majina, akapewa uwezo wa kupea jina hata wanyama. Kuna wanyama ambao Adamu aliwapa majina, ama kuna mambo mengi ama mimea, mambo ya katika ulimwengu ambapo maandiko yanasema ya kwamba naye mwanadamu alipewa uwezo wa kupewa jina. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii unaweza kuwa umepewa jina na ujui hilo jina liko na mwanzo upi, ambapo kuna watu
umelibeba jina ambalo ni la kisasa, lakini haujui ni nani alianzisha hilo jina, lina uzito upi. Ninakuambia ya kwamba asubuhi ya leo ama katika maisha ya hii kuanzia sasa hivi tukaanze kukataa majina yetu ili tukapewe jina ambalo ni jina la ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukapewe jina ambalo ni jina la utawala. Unaweza pewa jina ambalo linaokoa ulimwengu, linaokoa watu wako, linaokoa familia yako, na wakati mwingine unaweza kuwa na jina ambalo linabomoa jamii yako, linaangamiza maisha yako, linaangamiza hatima yako. Ninakwambia kwamba hatima yako imebeba kwa jina, hatima yako imebeba jina yako. Maana unapoenda mahali pengine, unapoenda kwenye kazi, lazima utaulizwa jina lako. Jina lako lina uzito, jina lako lina nguvu. Ninakwambia kwamba ukasimame kwenye jina lako, maana haujui babu yako hilo jina alipewa akiwa aje, haujui maisha. Hata kuna wengine hawajui maisha ya watu wao, hawajui maisha ya ancestors zao, lakini umeitwa hilo jina. Ninakwambia kwamba hilo jina, wakati ambapo umeitwa, inakupasa sasa ukaenda kwenye magoti, unaambia Mungu, mimi nimepewa hili jina, lakini sijui hili jina lilitoka wapi. Ninakuomba ya kwamba ukanitetee kwenye jina hili, ukanipiganie kwenye jina hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, wacha tuamini na tuombe. Ni asubuhi ile njema, Bwana, kwa mbele zako tukisema ni asante. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye kuinuliwa, unastahili sifa, unastahili kuinuliwa Bwana. Mungu mtakatifu, umetulinda tukiwa nyumbani, kwenye barabara Bwana, umetupa ulinzi. Mahali hapa Bwana, tunakuomba ukatupe tena ulinzi. Mungu mwenyezi, Mungu tunakualika asubuhi ya leo, tunakualika mchana wa leo Bwana, tunakuomba ya kwamba ukawe nasi kwenye maisha yetu, ukawe nasi kwenye kazi, ukawe nasi kwenye uhai wetu Bwana. Mungu mtakatifu, kila mmoja nakuomba ukaweze kumwonekana